kwa mwaka huu wa 26. Kwa hiyo tuna mapokezi ya wanafunzi wa darasa la awali, darasa la kwanza, lakini pia wale wa kidato cha kwanza. Lakini bila kuwasahau madarasa ambayo yanaendelea, kwa maana darasa la pili mpaka la 7, lakini pia kidato cha pili mpaka kidato cha 6. Kwa katika ziara hii fupi ambayo tumeifanya, tumekuja kuona namna ambavyo watoto hao wanaendelea kupokelewa na kuandikishwa. Nimeendelea kuridhika kwamba uandikishaji na mapokezi ya watoto hawa yanaendelea vizuri. Mathalani hapa katika darasa hili la awali watoto walikadiriwa kuwa 45, lakini hadi leo tayari siku ya kwanza tayari wamesharipoti 23. Maana ni zaidi ya nusu. Kwa zaidi ya nusu ya wanafunzi ambao walikuwa wamekadiriwa kuripoti shuleni tayari wamesharipoti. Tumetoka pale Kiusa Sekondari watoto 76 tayari wamesharipoti kati ya 279, lakini bado wanaendelea kuripoti, maana pale tumekuta wazazi na wanafunzi wakiendelea kupokelewa. Kwa hiyo naendelea kutoa wito na msisitizo kwa wazazi, walezi, viongozi, watendaji pamoja na jamii yote ya wananchi wa wilaya ya Moshi. Watoto wote wa darasa la awali, darasa la kwanza pamoja na kidato cha kwanza ambao wanatakiwa kuingia shule Januari hii, wote waje shule. Serikali imejipanga vizuri kuwapokea. Miundombinu ipo ya kutosheleza kwa maana ya vyumba vya madarasa, lakini pia madawati yapo ya kutosha. Hakuna mtoto ambaye atakaa chini. Vitabu na vifaa vyote vya kufundisha na kujifunzia viko vizuri. Serikali imeandaa, lakini pia walimu wapo wa kutosheleza kwa ajili ya kupokea wanafunzi hao na kuwahudumia. Kwa siwepo na kusiwe na sababu yoyote ile ya mtoto yoyote yule kukaa nyumbani kutokuja kuripoti shule. Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ametoa maelekezo mahususi. Watoto wote hata kama hana sare aripoti shule. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye atazuiliwa kuja kuripoti shule kwa sababu yoyote ile. Na haya ndio maelekezo, na mimi naendelea kusisitiza walimu wakuu na wakuu wa shule. Watoto wote wapokelewe bila kuwa na sharti lolote la kumrudisha mtoto nyumbani. Kama kuna changamoto yoyote tutadili na wazazi na walezi husika, lakini sio kumkosesha mtoto huyu haki yake ya msingi ya kupata elimu. Lakini pia tumeendelea kusisitiza watoto hawa wanapokuwa mashuleni wapate chakula, na umekuwa utamaduni wetu watu wa wilaya yetu hii ya Moshi. Kwa hiyo wazazi na walezi kupitia bodi za shule, kamati za wazazi pamoja na kamati za shule kwa zile shule za msingi wanaendelea kujiratibu wao wenyewe baada ya kupata kibali na kujiridhisha kutoka kwa maafisa elimu wetu na kuja kwa mkuu wa wilaya na kutoa vibali hivyo. Waendelee kusimamia vizuri upatikanaji wa chakula kwa watoto ambao wako mashuleni. Nimeendelea kueleza na ndio uhalisia. Watoto hao wangekuwa wako nyumbani wangekuwa wanapata chakula. Kwenye ile portion ambayo mzazi na mlezi ulikuwa unampatia kule nyumbani, basi yamishie kile chakula cha mchana cha asubuhi ambacho alikuwa anapata nyumbani, amishia huku, uunganishe na wazazi wenzio ili watoto wapate chakula. Wakipata chakula watatulia vizuri madarasani, watawasikiliza walimu na watapata utulivu ambao utawasaidia kupokea vizuri elimu ambayo wanapatiwa. Kwa hiyo huu ndio msisitizo wetu. Ndani ya hizi siku ambazo watoto wanaripoti, watoto wote waripoti. Maafisa elimu simamieni, lakini pia nimetoa maelekezo ya mahususi kabisa kwa maafisa tarafa wote wa wilaya hii ya Moshi, tarafa zote 6. Maafisa elimu wa kata, watendaji wa kata na watendaji wa mitaa na watendaji wa vijiji, kuhakikisha watoto wote ambao wako kule majumbani wenye umri wa kuja shule wanakuja shule, na wale walioshinda wanakuja kidato cha kwanza. Tukifanya hivyo tutahakikisha watoto hao wanapata haki yao ya msingi. Watoto hao wanaweza kuwa hawana uelewa, sisi wazazi na viongozi tumepewa dhamana ya kuwasimamia. Lazima tusimamie kikamilifu ili kuhakikisha wanapata haki yao hii ya msingi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshakamilisha kwa nafasi yake, kwa maana ya miundombinu, vifaa pamoja na rasilimali watu kwa maana ya walimu. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kuhakikisha tunaendelea kusukuma. Kwa hiyo tutaendelea na ziara hii kupitia katika maeneo yote na tutaendelea kupokea taarifa kila leo ya namna ambavyo watoto hao wameendelea kupokelewa na namna ambavyo wameendelea kuanza masomo yao. Tumeona kule madarasani tayari wameshaanza masomo. Kwa hiyo ndio wito wangu kwa wazazi, walezi, viongozi na wananchi wote wa wilaya yetu ya Moshi. Mimi naitwa Mwalimu Joyce Martin Urassa, ni afisa elimu ya awali na msingi halmashauri ya manispaa ya Moshi. Leo tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2026 shule zetu za msingi zimefunguliwa. Tunashukuru kwamba walimu wote wameweza kuhudhuria shule hii tuliyofika, na zaidi ya nusu ya wanafunzi tuliotarajia wamekwisha kufika, na wazazi bado wanaendelea kufika shuleni kuleta wanafunzi. Tunashukuru kwamba wanafunzi wameingia madarasani na vipindi vimeanza rasmi. Darasa la awali na darasa la kwanza tunaendelea kuwapokea wanafunzi
na tuna kila kitu kwa ajili ya kuwahudumia wanafunzi hao, ikiwepo miundombinu, walimu wa kutosha, vitabu na viandikio vya kutosha na kila kitu wanachohitaji. Tunatoa wito kwa wazazi wote wenye wanafunzi wenye umri lengwa walete wanafunzi wao katika shule zetu za msingi katika halmashauri ya manispaa ya Moshi. Tuko tayari kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wote kuanzia leo, siku ya kufungua shule, na siku zote tutaendelea kuwapokea wanafunzi. Tunatoa wito pia kwamba watoto watakapokuwa shuleni watapata huduma zote. Tutahakikisha watoto wanakuwa katika hali ya usalama wa kutosha. Watoto watapata chakula cha mchana kwa kushirikiana na kamati za shule na wazazi, na wanafunzi watasoma na watapata kile walichotarajiwa kusoma kulingana na huduma zote zilizotolewa na serikali yetu kwa ajili ya kutoa elimu iliyo bora kwa wanafunzi wote katika manispaa ya Moshi na nchi yetu ya Tanzania.